Kwa heshima ya watu wa Bunda na kwa jinsi ambavyo mmehangaika na haya mambo, mimi na timu yangu kama mwenyekiti wa mkoa, pamoja na kwamba tulianza ziara, mnafahamu kwamba tumewafikia kwa ajili ya kuwapa pole, lakini tukasema hatuwezi tu kuwapa pole, hii haitoshi. Ni lazima tuanzishe mchakato wa kuwatengenezea kituo chetu cha makutano ya haki ya chama ambayo ni ofisi kuu ya chama. Kwa hiyo tulipoamua hivyo, tukadhamiria, tukajadiliana na tumefikia maamuzi ya kushawishi marafiki zetu na ndugu zetu na marafiki na wapendo wetu wote popote walipo waje kuungana nasi kwa ajili ya kuwashika mkono watu wa Bunda kwa heshima ambayo mmeonesha na uvumilivu wenu wa kukaa na watu wengi kiasi hichi, lakini bado hamkukata tamaa. Mungu awabariki sana. Amina. Sasa tulizungumza kama chama tarehe 4 na 6 nilikuwa Serengeti kwa ajili ya kutengeneza ofisi ya chama. Tarehe 7 na kesho tarehe 8 tutakuwa Bunda DC. Tarehe 9 kesho kutwa tutakuwa hapa, lakini tarehe 10 atakuja makamu mwenyekiti mwenyewe kuwashika mkono kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya chama. Na mara ya kwanza niliwaambia mtu atakuja, lakini sikutaka kusema, lakini baadaye nikajua tu atasema. Sasa nawaambia mjiorganize vya kutosha, mumkaribishe makamu mwenyekiti. Mnafahamu vituo vya kukaribishana, si ndio hivyo jamani? Uzoefu wa kukaribisha mgeni si mnao? Kwa nini tumefanya hivyo na kwa nini sasa hivi? Ni kwa sababu mmepitishwa kwenye madhira, halafu mmevumilia hayo madhira. Sasa sisi tunataka kuweka jiwe la msingi la alama kwamba madhira yakizidi sana, tukiyashinda tunashinda na ushindi wa kuweka alama, na alama hiyo iwe alama ya kudumu. Na ndio maana tunataka mtokane na shida ya ofisi kabisa. Amina. Na mtaona wenyewe jinsi ambavyo chama kimewachukulia uzito huo, kwamba makamu mwenyekiti kuondoka katika maeneo yote ya nchi hii, maeneo yote ya mkoa huu na kanda hii, afike hapo ni jambo kubwa sana. Ilipaswa niwepo mimi mwenyewe, nikaona hicho kikombe ni kizito, nikamwambia Mnyawami akasema hicho kikombe ni kizito, mpaka kanda tena wakasema ni kizito, wamesema aje yeye mwenyewe. Sasa ni kazi kwenu. La mwisho kabisa, ni pongezi kwa Mheshimiwa Alois. Tulikuwa hatufahamiani naye, lakini ya Mungu ni mengi. Kule Tarime kuna mwingine anaitwa Isaac. Wakati mwingine unaenda sehemu kimatatizo, unaenda unakutana na ndugu zako. Mheshimiwa Alois umetengeneza ndugu wengine kuanzia siku ile ambapo tulikuwa na Mheshimiwa Masaba hapa, tulikuomba na tulikukaribisha. Naamini tarehe 10 sasa utapokelewa rasmi na Heche mwenyewe kuwa wakili wa chama kwenye mkoa huu, au mnasemaje? Na kwa sababu makamu mwenyekiti wetu wa kamati hiyo ya sheria ya kanda yuko hapa, ninaomba nimpe wito kwamba ikimpendeza afanye kadri awezavyo, atengeneze kamati ya sheria ya kanda ambayo sasa nafikiri inaweza ikawa na mawakili zaidi ya 5. Zamani alikuwa anakuwa ni yeye tu, tumuite hapa kama alivyosema, tumuite hapa, tumuite Tarime na tumuite sehemu zingine. Kwa hiyo mimi kwa leo niseme tu, ninawaomba watu wa Bunda mpelekeane ujumbe kadri iwezekanavyo. Asibaki, wanasema mtoto asitumwe wapi? Mtoto asitumwe siku ya tarehe 10. Mjiorganize. Na naamini tarehe 9 mtakuwa na mkutano wa ndani mkubwa ambao tutajipangia kamati mbalimbali ili tuweze kuwakaribisha wageni wetu. Na mnajua makamu mwenyekiti hawezi kuja mwenyewe, lazima atakuwa na watu, si ndio hivyo jamani? Ndio. Ikiwezekana kama atahitaji kula tutajiandaa, kama atahitaji kulala hapa Bunda tutafanya nini? Tutajiandaa. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza.